fursa hii ya kuja kuongea na nyie na kuwafahamu. Bado wizara ni kubwa, nazunguka kuweza kukutana na taasisi mbalimbali, na wakati huo kukutana na wakulima na kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo ni mchakato ambao unaendelea. Kwa leo nimefurahi sana kufika hapa. Baadaye nitataka kufanya ziara ndani ya maghala yetu Vihenge, hasa hivyo vinavyojengwa sasa hivi na hawa wakandarasi wetu kutoka Poland. Nashukuru sana mwenyekiti kwa fursa hii ya kuja kuwafahamu wajumbe wa board, kufahamiana na nyinyi mnifahamu vile vile, kwa sababu tutafanya kazi pamoja tusonge mbele. NFRA ni taasisi moja nyeti sana, na management yake kidogo inahitaji ubunifu mwingi, kwa sababu kuna changamoto na nyingine umezisema hapa mwenyekiti. Kwa hiyo mimi kwa kweli, kwanza kwamba taasisi ipo na inaendelea na kazi, nataka niwashukuru, lakini toe wito tuzidi kugonga vichwa kuangalia namna ya kuiendesha hii taasisi ambayo jukumu lake ni muhimu sana, ni kwa ajili ya uhakika wa chakula. Kwenye sheria na maandishi mnasema usalama wa chakula, lakini kimsingi ni uhakika, kuhakikisha kwamba kuna chakula, hatuingii katika matatizo. Of course ni usalama, ingawaje usalama unaweza kuwa food safety vile vile, sio? Kwa hiyo kazi mmeshaifanya, lakini tunabidi tujipange zaidi kwenda mbele, tujiulize tufanye nini. Mmesema changamoto zilizopo za muda mrefu mwenyekiti. Nadhani Lupa haya anasema anakumbuka wakati nikiwa nafanya kazi ya hazina, nikiwa naibu katibu mkuu, na nakumbuka changamoto ya kuwekewa pressure kwenda kununua mahindi kwa bei ya juu zaidi kuliko iliyoko sokoni. Kwa hiyo na tukienda hivyo, maana yake lazima tukubali kwamba hili lazima liwe ni kapu la kutupia hela tu, ni kama kapu unamwaga maji. Kishasema kwamba kazi ni kwenda kununua mahindi kwa bei kubwa, unless una very good projection ya kuhakikisha kwamba unanunua wakati fulani kama price stabilization na kuja kuuza timely, kuhakikisha kwamba ufanye hasara. Vinginevyo hii itakuwa ni nanila kutafuna hela tu, taasisi ya kutafuna hela. Wanakumbuka tukiwa hazina tukawa tunashika vichwa maelekezo haya, nunueni mahindi, na ilikuwa shilingi 500 kwa kilo. Unakumbuka? Wewe ulikuwa upo hapo, lakini by that time wewe ulikuwa hasa tunashika kichwa, Mungu wangu, 500 tunaenda kununua, alafu mahindi tunapeleka wapi? Kwa hiyo ni changamoto ambayo inabidi ubunifu kwa vyote vile, kwa sababu lazima tuwe tunanunua chakula, tuweke akiba, tujilinde, likitokea zahama yote tuwe tayari kutuliza hali katika nchi. Na hiyo changamoto hiyo ya kupewa maelekezo ya bei kubwa ya kisiasa inachangia kuwa na matatizo ya kifedha ya taasisi, na mnaomba hela, mnaomba zinazidi kupungua. Kwa hiyo hilo tunalifahamu na sio la siku za karibuni. Changamoto nyingine mmesema, ingawaje singeiweka hivyo, ni kwamba sasa uwezo wa kuhifadhi chakula, uwezo mlionao sasa hivi mnasema ni tani 251,000, lakini chakula mlichonacho sasa hivi ni tani ngapi? 109,000. Kwa hiyo jamani, tuna excess capacity ya kuhifadhi chakula, inakuwa ni changamoto. Lakini sasa tuna double, almost tuna double, tunaingia kwenye tani 501, 501,000, sio? Kwa hiyo all of a sudden mtakuwa na huge capacity ya kuhifadhi chakula, alafu hela za kununua chakula hamna.
na mkopo tumechukua kujenga hivi vihenge hivi, ni mkopo, na huu mkopo umechukuliwa kutoka Poland katika ule utaratibu wa kuendeleza biashara ya Poland. Ule utaratibu unaotumikaga na Exim Bank, kwamba unaenda kuchukua mkopo kwa masharti kwamba kila kitu, mkandarasi na nini, mnachukua kutoka kwenye ile nchi. Kwa maana fulani ni mkopo ambao unanufaisha Poland na unatunufaisha sisi. Ni mkopo wa bei nafuu sana, lakini ni mkopo ambao kwa kawaida wakandarasi wa kule Poland wanakuwa wanafukuzia sana. Kwa hiyo ndio naitaga vendor driven project. Nimekaa hazina 2 years, I've seen this. Watu wataka kwenda kopa China, utasikia yani wanaopita huku ni wakandarasi ambao wanatafuta ile kazi. Wanahangaika kweli kwamba chukueni ule mkopo kwa sababu wao ndio wanapata kazi. Tumeshajenga vihenge hivyo na matatizo na mkandarasi, hilo tutalishughulikia. Mwenyekiti, tajaribu kuongea na balozi wa Poland kwa manalo hili kidogo lina mahusiano. Kwa sababu tushatoa mkopo na huyu ametoka kule, tumalize vizuri, sehemu kubwa ya kazi inaenda vizuri tumalize. Lakini sasa hiyo excess capacity niliyosema ya kuhifadhi chakula bado itakuwepo. Sasa kwenye hilo lazima tuanze kuwa na ubunifu. Tunafanya nini? Siwezi kutabiri hela zitakuja ama haziji, lakini ninachoweza kusema wako watu wanataka kuhifadhi chakula. Kwa hiyo tulifikiria hilo in the immediate term, kama kuna vihenge vimeshakamilika na kuna watu wako tayari kuvilizi kwa muda, tuliangalia hilo uwezekano. Sawa mwenyekiti, wakati tunajaribu kubuild up our capacity ili tuendelee, vihenge hivyo vianze kutumika kuhifadhi chakula hata kwa sekta binafsi ambao wanahitaji. Kwa hilo vile vyakula ambavyo tumeshaanza kuvinunua, mahali ambapo tunaweza tukavihifadhi, ile iliyobaki tulize out, tukijua kwamba ni stop gap measure, kwamba tunafanya hivyo, lakini baadaye tutakuja kuangalia kama tunahitaji vihenge vyote. Na nasema hizi vendor driven projects, na wakati mwingine mnakuwa na excess capacity which you probably don't need. Lakini mnajua kabisa projects za namna zinafukuziwa sana na wakandarasi. Huyo anawasumbua. Utakuta alikuwa anapita kila corridor, jamani sign contract, jamani sign, kwa sababu anajua ndio anapata hiyo kazi. Anyway, that's a different matter. Kwa hiyo kazi iliyopo ni hiyo. Lakini vile vile najua mmelifikiria hilo, lakini ningependa nione business plan yenu. Kwa sababu tutajitahidi kutokuwa push kwenye artificial price ambayo sio sustainable, sio endelevu. Tutajitahidi. Lakini ni ukweli kwamba kama mnaweka wanaita nini mahoteli mazuri, mnaweza mkajua kipindi gani, najua mnafanya hivyo, timing gani ya kununua. Na timing nzuri ya kununua wakati bei ikiwa ndogo sana. Na ukinunua wakati bei ikiwa ndogo sana, in fact unasaidia kidogo bei ianze kupanda kidogo. Alafu when to release, kuuza wakati bei imepanda. Na bei ikiwa imepanda sana, mkirelease kidogo mnahakisha ipande sana, na inamsaidia mlaji vile vile wa chakula. Hasa hii kidogo inahitaji mbona mtaalamu wa takwimu, mchukue historical data, mziangalie vizuri. Hilo mliangalie ili baadaye hela zilizopo ziendelee kuwa. Naongea na mwenyekiti pale, kwa miaka miwili iliyopita budget ilikuwa bilioni 15. Sasa hivi mmekuja 14. Sasa kwa hizo 15 mlinunua na mnauza, na sasa 15 mlinunua mnauza kwa hiyo ziko ngapi sasa? Kwa hiyo inabidi tuzione, kwa sababu nadhani running cost inalipwa straight kutoka hazina, sio? Si ndio? Hapana. Mshahara mnalipwa nani? Mshahara tunalipwa na pati ya usi, lakini ile ya Qurani uhifadhi ambayo ndio gharama kubwa sana ya kwetu wenyewe. Sawa, lakini si ndio uhifadhi tu hiyo, ambapo hata sekta binafsi kama akifanya biashara hiyo gharama inaingia. Kwa hiyo wanaofanya biashara sasa hivi wanapeleka Kenya, wanapeleka wapi, si wanahifadhi vile vile. Kwa hiyo mimi ninachosema ni kwamba tuangalie mahoteli ya mahitaji na tuangalie zile fluctuation kwenye soko,
tujaribu kutumia vizuri zaidi, ili kwamba kama tulikuwa mwaka juzi tulikuwa bilioni 15, I'm sure haziwezi kayuka zote, si ndio? Alafu mwaka unafuata bilioni 15, hata kama basi inakuwa sio biashara ya faida, natarajia zitakuwa zibaki bilioni 12, 13 along the way. Ukichanganya nazo kuja sasa hivi you build up. Unless of course chakula kimetolewa kama msaada, lakini niliuliza for quite some time sasa hivi hatujafanya hivyo. Mahali kwenye njia ambapo tunapeleka chakula kwa ajili ya relief. Kama hatujapeleka tunauza, I will expect kwamba tutakuwa tuna track down yale mawimbi yale ya bei. Na tunayafanyia mahoteo mazuri. Tuna capture wakati bei iko chini, tuna release wakati bei ikiwa juu. Ukifanya hivyo unajisaidia kuwa endelevu, lakini vile vile actually utasaidia kidogo ku flatten the curve, as you may say. Yani kwamba bei siwe chini sana, okay, ikiwa juu sana ujue vile vile ikiwa juu sana inamuumiza mlaji. Kwa hiyo tutakuwa tumestabilize hivyo. Nadhani ningependa sana nje nione business plan mwenyekiti ambayo inatusaidia kupeleka huko. Sisemi kwamba hatutapigania hela zije, lakini ningependa hata kidogo tulichonacho tujaribu kukiangalia business plan yake inakwendaje. Sawa jamani, wajumbe. Tafuteni hata wataalamu wafanye. Alafu pili, ni vizuri tutumie, unajua watu wanasoma darasani. Mimi nilikuwa nafundisha, kumbe wakati nafundisha alisoma pale chuo, nafundisha econometrics. Maana yake vile vile ni kumap out hata variables ambazo zina explain output. Na kujaribu kupredict vile vile, kujua ni kipindi gani tutakuwa na shortage. Na hili ukiwa na wataalamu vizuri unaweza kaanza kutabiri. You cannot never be perfect. Na ni engineer, lakini unaweza kujua kwamba ni kipindi gani ambapo tunaweza tukawa na acute shortage, ambao unaweza mkashauri vile vile. Nadhani kwamba sasa hivi inabidi to stock more, kwa sababu maybe the coming year things will not work very well. Variable nyingine huwa ni price yenyewe. Kama bei ikishuka sana, unajua kwamba na output next year inashuka. Sisi tunaita cobweb theorem kwenye economics. Kwamba hivi nilivyokuwa naogopa sana soko la mahindi, wasiwasi wangu mkubwa vile vile pamoja na kujali maslahi ya wakulima, lakini uoga kwamba kama bei ikikolapse sana ya mahindi sasa hivi, ghafla utaona output itapungua. Tunaweza tukaanza kutafuta mahali pa kupata chakula kwa watu wetu. Kama ulikuwa unasikia napiga kelele mahindi si bangi, acha yauzwe popote, nilikuwa nasikia hiyo. Maana yake hiyo, kwa sababu nilikuwa najua riski kubwa ya bei kushuka sana ni kwamba baadaye watu, kwa sababu wanatumia pembejeo, wanatumia nguvu kazi na nini, watu watapunguza kwa hiyo tunajua kitabiri kimoja ni bei, kingine ni mamlaka hali ya hewa inaweza kutusaidia, kingine nyewe wenyewe mtakuwa mnajua. Kwa hiyo tuliangalia hilo ili tulitusaidia kidogo. Na ningefurahi nikiona kidogo a little bit of technical work on that, along that. Mnaweza mkashare na mimi. Tukaangalia kwamba how does it work. Sio kwamba tunataka tu academics kwa sababu mambo ya maisha, lakini a little bit of it. Kwani elimu tulisema ili iweje jamani? T2B. Alafu huko kwingine kwenye excess ndani ya magala nimezungumza. Tutaendelea kuzungumza kuhusu fedha, lakini ningependa wakati nakwenda na kutetea kwanza kurelease hela zilizokuwa budgeted, kwa sababu kwa hela kwa budgeted is one thing, hela kwa disbursed is yet another thing. Kwenye karatasi unaweza kaambiwa budget yako ni bilioni ngapi? Bilioni 90, lakini kwa mwaka huu mkatumia bilioni 30 na kitu tu. Ndio taratibu ambao unakwenda. Kwa hiyo mtapigania kwanza zile ambazo kwa budgeted zitoke ziwafikie, lakini mimi ningependa nione nyinyi mnajipanga vipi. Alafu kama tunapiga hela ziongezeke. Najua WF World Food Program wakinunua kwenu, si ndio? Na bei yake sio mbaya eti. Kwa sababu wao kwenda ku aggregate chakula ni sio rahisi, au kwenda kununua huku na kukusanya sio rahisi. Lakini mmeshakusanya, wakija na bei nzuri na huku mnajua bei ndogo, si mna release huku mnachukua tena au? Yani I really want to see business mind. Hebu nakasomea Bicom Lupa. Sasa ile Bicom ndio wakati wake huo. Sawa. Ndio wakati wake hasa wa kutumia. Yani ukipata fursa ya kuuza unajua hapa bei ni kubwa na huku unajua kuna nafasi, una release huku kunavuta, unaweka huku. Baadaye tutakuja kuwapenda nishani kabisa, mnafanya kazi vizuri. Hata na marupurupu, lakini mfanye hivyo. WFP ongea nao. Kuna shortage sasa hivi naona, nilikuwa na check hali ya hewa kidogo huko. Kuna sehemu zina stress sana. Nadhani Madagascar kama sikosei. Nimeona kama Zimbabwe bado kuna stress. Kwa mnaangalia, mnaanza ku approach, mnaomba
chakula kiko hapa, toa clear magala wakati mnajua shambani mnaenda kuvuta. Kwa sababu sasa hivi bei ya mahindi iko chini sana. Leo shilingi ngapi sasa hivi kilo moja? Yule mtu wa masoko ndio. Ni wewe. Shilingi ngapi mahindi sasa hivi? Sasa hivi mheshimiwa waziri, ina range kati ya wastani wa 420 mpaka 400. Kwa wastani. Ukienda kama Ruvuma sasa hivi? Ruvuma iko kati ya 380 mpaka 450. Around 450. Lakini the best way inakuwa shilingi ngapi? Kwa Ruvuma. Kwa 450 sio mbaya sana eti. Ndio. Sio mbaya sana. 400 mpaka 500 sio mbaya sana. Sasa nyinyi na nyinyi msio mnapigwa. Nadhani bei sio kubwa kiasi hicho jamani. Kutoka sokoni tunanunua bei ndogo. Private tunanunua ndogo, lakini mnanunua kubwa. Hamtaki kuwapiga wakulima Mnawalinda. Hizo ndio bei ambazo ziko za private. Kwa sisi tulikuwa tukinunua kwa bei kama ulivyokuwa mlitoa utangulizi awali. Kipindi cha nyuma tulinunua kwa 500. Kwa maelekezo. Kwa maelekezo. Okay. Na mkiuza WFP? WFP kwa inategemea huwa na mazingira yao, kwa sababu mara nyingi unatangaza zabuni. Lakini inaweza kaenda mpaka 600, 600. Kwa nini msipambanie sasa tuuze mahindi? We have excess. Wewe ni mtu wa masoko? Ndio. Hebu kwa maana hilo fupa bwana. Sawa mheshimiwa. Tumeshaanza kuchukua. Ongea nao, na ningependa kuona viongozi wao nikutana nao ofisini tuzungumze tupunguze kidogo, kwa sababu kuna stock ya msimu huu unaisha, bado stock si ipo ya mahindi. Si bado ipo Mheshimiwa waziri ipo. Na tutashukuru kwa hilo kwa sababu tumeshaanza majadiliano kwa hiyo itaipa nguvu. Nitaongea nao vile vile. Sisi ni serikali, hata kama ni mambo ya zabuni, sijui nani anaweza kukompiti na NFRA. Sawa. Kwa hiyo hilo moja. La pili, ukiacha ile nilivyosema kwamba hivi hengi vikamilika immediately vitumike. Kama hamjajaza mahindi yetu tuache tu sekta binafsi itumie as an interim measure, mwenyekiti, kuliko kuacha hivyo na wakati kuna watu wanahitaji. Wale wakitumia si mnachaji hela, mnapata hela kidogo. Hatusemi kwamba ndio itakuwa continuous, lakini at least you make some money along the way, unatoa service to the economy. Alafu wakati wote tunajipanga kama ndio sisi tunatakiwa tujaze au vipi. Hayo ni mambo mengine ya kuzungumza, kwa sababu ningetarajia vile vile kwamba analysis ilishafanyika kwamba tunahitaji kama NFRA tunahitaji storage capacity kubwa kiasi gani. Maybe this was not done kwa sababu this is ile vendor driven contract, wakati mwingine ni ngumu kumanage. Sio kama mnanielewa. Lakini sisi tufanye hivyo, tujue kabisa kwamba tunahitaji stock kiasi gani. Nyinyi mnaweza kutusaidia sana kwenye stabilize price. Ila if you make a mistake, gharama yake kubwa kwa serikali kwenye budget. Lakini if you are smart enough, lazima utakuwa unapata excess hela hapa, wakati mwingine kunakuwa na kabafa kidogo. Hebu jaribu tuende kwa ubunifu namna hiyo. Lupa. Si ndio bwana? Actually I'm happy kwamba ni mtu wa marketing amepewa hii kazi. Sawa. Engineer angeweza kutengenezea madaraja tu, lakini hapa ukitoa silos. Okay, kwa hiyo hilo hayo ambayo nataka kusema, lakini mengine mengine tutaendelea kuyafuatilia. Kama nilivyosema, nitajitahidi, tutakaa tuliongea mwenyekiti, nitaomba nikutana na balozi wetu wa Poland na hazina tuongee nao. Alafu vile vile hiyo ya kuhitaji technicians, serikali nao technicians, kama hatuajiri sasa hivi tunachukua kutoka idara nyingine za serikali, kianzia TANROADS huko, Wizara ya Ujenzi. Kwa cha muhimu tutakaa tu tutaona